kutoa shukrani zangu kwa wachungaji kwa ibada njema ambayo umekwenda kuiendesha mahala hapa. Mungu awabariki, zaidi ya yote Mungu azidi kusimama katikati yetu. Lakini nipende kuzungumza neno moja kwa mwaka huu. Ni mwaka wa uchaguzi. Tuna jukumu moja tu la kuliombea taifa hili. Kuna waombezi, kuna waombaji. Ninajua ninyi mnajua ni nani mwenye wajibu wa kuliombea taifa. Ili taifa liweze kuwa katika amani, jukumu hili mlibebe kwa jitihada kubwa sana, kwa sababu pasipo maombi taifa litapotea. Na taifa likipotea mtadaiwa, kwa sababu Biblia inasema kwamba haki huinua taifa. Hivyo ni jukumu letu kuliombea taifa ili amani izidi kutawala. Machafuko yanapotokea kwa mwenzako, kumbuka kesho atakuja kwako. Ni waombe wa Tanzania wote kwa ujumla, tuliombee taifa letu ili Mungu aweze kusimama. Kama uchaguzi utakuwepo, jina la Bwana libarikiwe. Kama uchaguzi hautakuwepo, pia tunasema jina la Bwana libarikiwe. Maana Mungu ni mwaminifu. Maana Chadema mpaka sasa tunasema kwamba pasipo mabadiliko ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. No reform, no election. Baada ya kusema haya, nimkaribisha mwenyekiti wangu wa wilaya ili aweze kuzungumza mustakabali wa taifa pamoja na kutoa rambirambi yetu kwenye familia ya mzee wetu Mwaisera na mchungaji wetu mzuri. Karibu mwenyekiti. Haide baba, unajua. Najua umeondokewa na jembe, chombo chako. Mungu akufunge mkanda. Sisi hatuna neno zuri la kama Chadema la kuwafariji, ila Mungu peke yake huyo anaweza kuwafariji. Lakini sisi kama Chadema tunasema hivi, na Biblia inasema, nimpate wapi mwanamke anayeweza kuomboleza kwa ajili ya taifa lake? Nimpate wapi mwanamke anayeweza kumjua Mungu kwa ajili ya taifa letu? Taifa letu lipo katikati ya misuguano mikubwa. Yule mwanamke wa Aswelo alisema, aliwaambia ndugu zake tufunge siku 3. Yule mwanamke alikuwa ni malkia, nchi nzima ilikuwa inamsikiliza. Lakini wadada wa leo hata kumwabudu Mungu hatuwezi. Hebu tunapofanya siasa tumtangulize Mungu. Mungu anatosha kwenye siasa zetu. Tukimjua Mungu kwenye siasa, taifa letu litanyamaza kimya tukimsikiliza Mungu. Watu wanaosigana huko juu, tukipiga magoti sisi kama wanawake, tukasema amani unatesa taifa letu. Wewe amani ambaye unataka kulitokomeza taifa letu. Wewe amani unayetugombanisha kati ya Chadema na CCM, tokomea katika jina la Yesu. Taifa letu la Tanzania litasimama. Wakati sisi mko katikati ya uchaguzi, mko katikati ya dhoruba kubwa, na sisi kama Chadema tunapita kwenye no reform na no election. Tunapaswa kusimama kwa pamoja. Viongozi wetu wa kitaifa wasimame pamoja. Tukiwaambia siku moja Lissu na Mheshimiwa Rais watashikana mikono, taifa letu litasimama. Mwisho wa siku hata wachungaji wanaogopa kuhubiri, wasema nikihubiri ni usiku utapigwa. Lakini sisi wanawake tukisema siku 3 tena tukafunge kwa ajili ya taifa letu, na waambieni I swear taifa letu litanyamaza. Mimi napenda tushikamane. Wenzangu wa Chadema na CCM tukishikamana kwa pamoja, na waambieni taifa litakwenda, mtakuja kushangaa. Namuona Mwamposa. Siwezi kuondoka kizembe-zembe. Hata siku moja. Akitoa kidogo sio? Hata siku moja siwezi kuondoka. Mheshimiwa baba yetu Mwamposa, wengine tunakuonaga tu kwenye TV. Leo sasa nimekuona live. Kwenye jimbo letu la Mbeya DC, kuna kakorongo kadogo kapo hapa Jojo kanatumaliza miaka yote. Vijana wetu wanaoendesha magari yanakoromoka, wanadondoka. Mwaka jana tumezika watu wengi sana. Tunakuomba baba yetu, kwa hekima za Mwenyezi Mungu, ututengenezee kale kadaraja. Baba zetu wanakufa, mama zetu wanakufa, watoto wetu wanakufa. Kama umeweza kuwekeza Mbalizi, tunakuomba baba yetu utusaidie kwenye jimbo letu la Mbalizi. Najua pale mteremkoni serikali imesema siku 3 na leo ni siku ya 3. Viongozi wa serikali, fuatilieni hayo. Tumewaagiza mkayafanye. Tunakufa wenzenu Mbalizi. Tunaomba kwa hekima za Mwenyezi Mungu, wale tuliowaagiza mkayafanye, fuatilieni. Lakini huo mteremko baba yetu Mwamposa, tunakuomba kwa hekima za Mwenyezi Mungu, kama binti yako, kama mwenyekiti wa
tunaangamia. Tusaidie kuturekebishia lile daraja. Mungu akubariki sana. Ukitufanyia Mungu hata kusahau, tutalia kama tulivyomlilia Tabita kwenye kaburi. Wa Chadema ambao umetoa salamu nzuri sana kutusaidia wanachama cha Mapinduzi, yale uliyoona mapungufu kutukumbusha ili tuendelee kufanya kazi. Mungu akubariki sana. Lakini nataka uchaguzi upo, na uchaguzi wa Tanzania upo, na wanaosema uchaguzi hautakuwepo washindwe katika jina la Yesu. Na wao ndio wanaotaka kutuombea sisi mabaya. Baada ya kuomba wewe unaombea vurugu. Baada ya kuomba uchaguzi unasema liwe na liwe lipi? Liwe na liwe lipi? Leo nilikuwa kwenye mkutano wa halmashauri kuu. Tumeshapanga mipango ya kwamba uchaguzi uko mbele yetu, tuendelee kuombea. Kuna watu wamejitokeza hata kwenye kamati ya siasa ya mkoa. Hata leo Ndele ambaye uko hapa MC umepewa likizo sasa ya kuanza sasa kupumzika ili kuomba nafasi yako. Miongoni mwa watu walioanza likizo wameshapewa, na wengine wameshaandika barua ya kuomba nafasi. Kila anayeomba nafasi, ila nafasi hizi bila kuwa na hofu ya Mungu utapotea bure. Endeleeni kuomba juu ya uchaguzi. Uchaguzi upo. Tuombee uchaguzi uliopo mbele yetu. Juzi tumepata tatizo la ajali hapa Iwambi. Tumepoteza Watanzania 28. Inawezekana kama wasingeonekana kwa kuonekana live kwamba ni ajali, wenzetu wangesema wametekwa na wao. Lakini hatuombei haya. Juzi nimetangaza na serikali imetangaza, Mheshimiwa Rais ameria juu ya ajali na tulioipata tusipoteze. Hebu pimeni na kuangalia. Wakati wa uchaguzi tu ndio watu wanatekwa sana. Fikiri kwa undani baba, uanze kuteka watoto wako. Sasa tunawaza hivi, kuna watu inawezekana na wao huwa wanajiteka wenyewe pasipo kujijua, ili kubadilisha sura ya nchi kwa sababu ionekane kumechafuka. Haya ya kuzungumza ni mimi, sio mtu mwingine. Mimi ndio mwenye wilaya. Vyama vya upinzani hatujazuia. Lakini wosema uchaguzi usifanyike au wewe hutakuwepo kwenye uchaguzi. Sasa sielewi kelele ni ya nini hata kwenye majukwaa. Maana hutakuwepo. Ndugu zangu, tuombeane. Na kama upo, basi pambana utafanya nini katika nchi hii. Na kama upo, hebu sema kwa watu ukweli. Sasa kama hautakuwepo, unawaambieje watu kwamba hautakuwepo? Haiwezekani. Naombeni tuombe taifa letu la Tanzania.